Na mtazamaji wa Global TV, leo tupo katika wilaya ya Rombo katika eneo linaloitwa Olele. Tuko hapa kwa ajili ya kuweza kukuletea interview ambayo inahusiana na familia ya Aquilina ambaye alifariki siku ya tarehe 16 Februari mwaka jana. Mpaka sasa ni takriban mwaka mmoja ama niseme miezi 11 na siku 7 hivi tangu kutokea kwa tukio hili. Na leo tuko kwa wazazi wake kwa ajili ya kuweza kufahamu mambo mbalimbali. Mtu akitaka kuja huku anasema anakuja kwa mzee nani? Kwa mzee Aquilina. Kwa mzee Aquilina mwenyewe. Na eneo hili ni maarufu kwa jina hilo au labda kuna jina lingine maarufu hapo? Aquilina, jina lingine maarufu ni Aquilina tu. Aquilina. Mtu akisema anaenda kwa mzee, kwa babake Aquilina ndio babake Aquilina. Akisema anaenda kwa babake Aquilina ni wanakuja kwangu. Okay. Ndio Aquilina mwenyewe. Na baba Bafta. Okay. Na baada ya mpaka sasa ni takriban miezi 11 kutokea kwa tukio hili. Lakini kabla tujaelekea huko, ningetamani kufahamu baadhi ya vitu. Mzee ya Aquilina yenyewe. Naam. Ni familia ina gani na watoto wangapi? Aquilina ni mtoto wangapi? Mimi na watoto 8. Watoto 8. Wa kiume 2, wa kike 5. Okay. Na Aquilina ni wangapi? Aquilina ni wa 6. Okay. Maisha ya hapa nyumbani baada ya kutokea kwa msiba mpaka sasa yakoje? Maisha hapa bado magumu. Maana sina magumu sababu sina raha, sina nini. Wakati mgumu sana. Ugumu unapokaa unafikiri mawazo. Ukifikiri mtoto wako leo angemaliza shule, angejiunga na wenzake. Leo hii ngukutana ameshaajiriwa, leo angekuwa na shati. Sasa leo sasa kuna shati tena. Maana Aquilina hayupo. Alikuwa anamtegemea. Aquilina ulianza kumsomesha shule gani? Hapa Rombo au alikuwa anasoma Dar es Salaam? Aquilina ni hapa Rombo. Katika shule gani? Shule ya Kutongolea. Naam. Na baada ya kumaliza, kwa nini ukampeleka NIT na sio chuo kingine? Aquilina alipambana masomo vizuri. Baada ya kumaliza sekondari ya Maki. Aquilina huyo nikampeleka huko anatakiwa kwenye chuo hicho. Baada ya kumaliza darasa la 10 la form 6. Kampeleka wakaenda huko. Shabaha kubwa kumpeleka NIT ilikuwa ni ndoto zake kusoma hicho chuo au ilikuwa ni mapendekezo yake kama baba? Yeye ni mapendekezo yake, akakipenda. Alikupenda akashiriki kwenye hicho kituo. Toka ameanza kusoma shule ya msingi, sekondari na hatimaye chuo, ulikuwa unamsomesha kama mzazi au kulikuwa kuna usaidizi mwingine wote ambao ulikuwa unakusaidia katika upande wa usomeshaji? Kulikuwa na mlezi mmoja. Mlezi kama shangazi yake, tunasaidiana. Leo sina kesho ninayo, leo sina kesho ninayo. Tukawa naye mpaka hapo alipofariki. Baada ya kufariki, labda pengine huyo alikuwa anakusaidia kumsomesha, hajarudi kwa ajili ya kuweza kusaidia hao wengine ambao wanaendelea na kusoma? Hapana, serikali imenipiga titi hapo. Serikali imenisaidia watoto 2, mmoja mpeleka Tanga, mmoja yuko shule hapa Mamtukuna hapa. Hiyo ndio serikali imenipiga tafu. Kuwasomesha 2. Hao 2 wanasoma kidato cha ngapi? Form 4. Huyo mmoja. Wote ni form 4. Huyo mmoja alimaliza shule darasa la form 3. Wakamtandika mimba. Sasa serikali kaona huyu atakuwa na masomo tena, tumpeleke shule ya ufundi Mamtukuna. Kwa hiyo kwa shule ya ufundi? Mamtukuna. Huo ni mwaka wangapi kwa katika shule? Ni mwaka mmoja tu, hajamaliza mwaka. Kwa hiyo huyo aliyepata mimba akiwa bado hajamaliza shule ni mdogo wake Aquilina? Mdogo wake. Okay. Na pengine malengo yako ya kumwezesha labda baada ya kumaliza chuo hiki cha ufundi aweze kujiajiri kwa kufanya kazi ama labda pengine kumtengenezea mazingira ya kuweza kufanya kazi ikoje? Yeye kitu kizuri amaliza masomo. Akimaliza masomo, akimaliza ufundi wake, aje nyumbani tukae tuzungumze. Je, utakwenda wapi?
Tapambana kwenda kufanya kibarua au utakuwa hapa shamba au vipi? Hiyo ndio msimamo wangu. Kama kumsaidia tena tumsaidie, kama serikali itanisaidia kumsogeza mbele, hiyo ni kazi ya serikali. Kama tanipa jempu kumsukuma mbele, msukume mbele kama serikali kweli. Na huyu pengine aliyeko form 4 ana ndoto gani ukimwangalia kama mzazi? Kwa kweli ndoto yake nzuri. Hapo ndio jicho langu. Hilo ndio jicho langu naangalia. Hapo ndio naangalia tena kama akulina. Kama akulina basi hapo nategemea. Okay, kwa hiyo baada ya kumaliza form 4 utamwezesha pia kwenda form 5 na kidato cha 6. Hiyo kazi ya Mwenyezi Mungu. Mungu akimsaidia apambana masomo mpaka hapo atafikia. Wengine kwa bwana hao washaolewa. Wako bwana wazungu na kutoa bwana mke washaolewa na mke. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Naitwa Catherine Kahabi. Kama balozi wa Jafal G, kazi yangu kubwa ni kukukumbusha usalama wako kwanza uwapo kazini kwa kutumia bidhaa bora kabisa kutoka Jafal G Hardware and Machinery Company. Jafal G Hardware and Machinery Company Limited tuna bidhaa tofauti tofauti kama vile protection helmets, face shield, worksuit, raincoat, road works, self boots na gun boots, gloves mbalimbali, fire extinguishers, winter jackets, mask na nyingine nyingi. Unatupataje? Tupigie sasa hivi kwa 0753600099 au 0787522672 au wasiliana nasi kwa barua pepe yani info@jhmsavage.co.tz. Hivi ndivyo maisha hunoga unapokuwa na kinywaji cha Jambo. Sherekea pati la kijanja popote ulipo ukiwa umeshika mkononi kinywaji cha Jambo. Tuburudike na maji ya Jambo kukata kiu yako. Tuburudike na kinywaji cha Jambo kutoka Jambo Food Product. Iwe Jambo Coco Pine, Jambo Pineapple Extra, Jambo Power, Jambo Orange Milk na Jambo Lina yenye ladha ya maziwa. Jamukaya. Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa NACTE nambari REG /ANE /029. Wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka wa masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo: IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office and Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme. Ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0652835123 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda.